Kwa majina naitwa Nyantori Pius, ni mgombea udiwani kata ya Mbezi. Leo hapa tuko Msakuzi Kaskazini. Tumekuja kwa ajili ya mkutano wa kuomba kura kwa wananchi ili tarehe 29 Oktoba 2025 tuweze kupata kura za kutosha. Mwitikio wa wananchi umeonaje katika siku hii ya leo kwenye mkutano wako? Mwitikio wa wananchi ni mkubwa kwa sababu wananchi wapo, wanachama wa Chama cha Mapinduzi pia wapo wa kutosha. Lakini wananchi pia wameitika kwa ajili ya kuja kusikiliza nini Chama cha Mapinduzi kinaenda kuwafanyia baada ya kuwa kimepewa ridhaa ya kuongoza ndani ya kata hii ya Mbezi, lakini ndani ya jimbo la Kibamba na taifa kwa ujumla. Tumejipanga nini kuwapa nini ambacho tumejipanga kuwafanyia wananchi wetu. Kuna baadhi ya wananchi wanaishi katika kata hii lakini hawakufahamu vizuri licha kwamba wengine wanakufahamu. Hebu waambie neno lolote basi waweze kufahamu kwamba wewe ni kiongozi wa namna gani na iwapo utakupa uongozi utaenda kufanya kitu fulani kwa ufupi. Wala mimi ninachowapa wananchi ni kwamba wasio na wasiwasi. Kiongozi yule naye ni imara sana, ni mwenye uelewa, lakini ni kiongozi ambaye ana utu. Kwa sababu kama kauli mbiu ya Chama cha Mapinduzi inavyosema kazi na utu, ni kiongozi ambaye kwanza anatanguliza utu anapotekeleza majukumu yake, lakini ni kiongozi ambaye ana uweledi na ana uzoefu wa uongozi. Kwa hiyo wasiwe na wasiwasi. Wamepata kiongozi ambaye ni imara, lakini atakuja kushughulikia matatizo ya wananchi na atakuja kusimama na wananchi. Atakuja kukaa upande wa wananchi, sio upande wa viongozi. Ni kiongozi ambaye anakuja kukaa, anakuja kuvaa viatu vya wananchi. Yani wajue kwamba watembee kifua mbele wananchi. Lakini pia nitume salamu zangu kwa wapinzani. Wapinzani waje waniunge mkono siku hiyo, wapige kura za kutosha kwa Nyantori, kwa sababu tumeona yale yote anayopigia kelele mitaani wapi yapo kwenye sera ya Chama cha Mapinduzi. Lakini pia na mimi ndio maono ambayo nimeyabeba. Kwa hiyo waje waiunge serikali mkono, waunge Chama cha Mapinduzi mkono ili tuweze kushinda kwa pamoja, alafu tushughulike, kwa sababu siji kuwa diwani wa Chama cha Mapinduzi kwamba nakuja kutumikia Chama cha Mapinduzi peke yake. Ninakuja kuwa diwani wa Chama cha Mapinduzi, lakini diwani anayekuja kutumikia wananchi wa vyama vyote vya upinzani. Kwa hiyo wapinzani wote nitafanya nao kazi na wale wasiokuwa na vyama. Kwa hiyo kama wanatambua hilo basi waje waniunge mkono ili tuhakikisha kwamba tunamaliza uchaguzi vizuri, lakini pia wananipa kura nyingi za kutosha Oktoba 29 2025. Lakini sio mimi peke yangu, hakikisha wanamsupport pia mbunge wetu wa jimbo la Kibamba Angela Kairuki pamoja na Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Daktari Samia Suluhu Hassan. Kuna baadhi ya viongozi wanaogombea nafasi mbalimbali za uongozi hata kwenye upande wa udiwani. Wamekuwa kaidi vitu vingi lakini kupata uongozi wanashindwa kutimiza. Wewe ni njia gani, ni mbinu gani, siri ya mafanikio ambayo utaenda kutumia kuhakikisha unaenda kutimiza vile ambavyo tumeweza kuahidi wananchi wako na kwa mitano tu? Ndugu mwandishi, hivyo vitu ambavyo wanaahidi wao, unajua hivi vitu ambavyo tunaahidi viko hapa duniani. Sio vitu ambavyo tunavitegemea mbinguni. Wala sio miujiza tunayoitegemea. Ni vitu ambavyo vipo na sisi wenyewe tunaviona, na sisi inatakiwa ni mtu ambaye ana uweledi, ana akili, anawaza sawa sawa, na ndio maana sisi binadamu tumepewa akili ya kuwaza na kutadavua, na tumetofautishwa na viumbe wengine. Na kupitia hivyo mimi ninatambua changamoto za wananchi. Kwa hiyo mimi ninachokiahidi, kwanza naahidi kitu ambacho kinatekelezeka, lakini naahidi kitu ambacho kipo kwenye ilani ya Chama cha Mapinduzi. Siwezi kuahidi vitu ambavyo viko nje ya ilani. Kwa sababu nitaahidi leo nitawajengea wananchi angani, nitatoa wapi hiyo na ni gharama ya kujenga? Au naahidi wananchi kuwapa hela au kuwaletea kila kitu niwape hela mifukoni, nazitoa wapi? Mimi naahidi mambo ambayo najua yataleta uwezeshaji wa wananchi kiuchumi. Yale mambo ambayo ni ya msingi. Nihakikisha kwamba huduma za jamii zinakuwa karibu nao, lakini tunawawezesha kama ni barabara zinapitika, huduma za jamii zinakuwa nzuri, miundombinu ya maji, lakini huduma za afya. Hivyo ndio vitu ambavyo wananchi wanataka kusikia tunavifanyaje na namna gani ya kuvitekeleza. Lakini mambo mengine ambayo yako kinyume na hayo nitakuwa nasema uongo, na mimi mwenyewe sitaki kusema uongo. Mimi ni mkweli na nataka mimi wananchi waniamini kwa ukweli wangu, ili ninapokuja kukaa pale sasa wamenipa kura za kutosha 2029 tarehe 29 mwezi wa 10 2025, mimi sasa waniulize na kunihoji kwamba haya ambayo uliahidi unayatekelezaje. Waje tutekeleze kwa pamoja. Kwanza nitakuwa na ushirikishwaji wa karibu sana ili tuhakikishe kwamba tunaangalia vile vipaumbele vyetu katika maeneo yetu, ndivyo tutakavyoanza navyo. Neno la mwisho kwa wananchi ambao wanakutazama kata hii, neno gani la mwisho kwao? Neno la mwisho mimi kwa kweli ni neno la upendo. Nyantori anawapenda sana wananchi wake wa Mbezi, lakini Nyantori ni kiongozi ambaye ana uwezo. Wajivunie kupata kiongozi mwenye uweledi lakini mwenye uwezo wa kuwatumikia. Lakini pia kiongozi ambaye amebeba maono yao.
wasiwe na wasiwasi. Mimi niwahakikishie baada ya kupiga kura kwao tarehe 29 Oktoba 2025 wapige kifua waseme tumeshinda, sio Nyantole ameshinda. Unajua kata ya Mbezi imeshinda na imepata ushindi kwa kiongozi ambaye anakuja kushirikiana nao vema, lakini anakuja kufanya nao kazi, anakuja kuwa mtumwa wao, kwa sababu mimi nimechaguliwa na wananchi, nitakuwa natumwa na wananchi. Shukrani.